angetumia mamlaka hayo wangemkamata. Kama wana nguvu maana walilala. Ndio maana kusoma ndio kweli. Msoma ndio. Ufahamu kwamba Yesu hakushindwa. Hakushindwa. Yesu hakukosa nguvu. Yesu angefanya ujeuri, anaweza. Lakini wakati Petro anatoa kisu alani, anakata sikio la mtumishi wa kuhani, anaambia rudisha kisu yako alani mwake. Vita vyetu si tu ya damu na nyama. Kama tungepigana vita hiyo, mimi watu hawa ningewaagisia malaika 12 peke yake inatosha kupigana vita hivyo. Lakini kwa nini Yesu alikubali kwenda msalabani? Unyenyekevu. Nini jamani? Unyenyekevu. Ukristo ni unyenyekevu. Na ndio maana Isaya anasema, nimetiwa mafuta, Roho wa Mungu yuko juu yangu, kazi yangu kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Kuwahubiri wanyenyekevu habari njema, ili wapate kumjua Mungu na kumtumikia Mungu katika maisha yao. Kwa Yesu alikuwa mnyenyekevu. Wa kwanza kabisa kwa mnyenyekevu na kuonyesha unyenyekevu wa kipekee alikuwa Yesu mwenyewe. Hakuwa na nguvu nyingi tu ya kupigana, lakini hakutaka hiyo. Kwa hiyo kazi kubwa ya ubatizo wa Roho Mtakatifu kubwa ni kuhubiri habari njema. Habari njema. Tumekuwa na shida kwamba kwa nini uamsho umepungua? Kila ukikutana na mwanatheolojia na hoji, kwa nini uamsho umepungua? Kwa nini nguvu ya Roho Mtakatifu si kama ilivyo? Lakini majibu wanayo. Wanahoji wakati majibu wanayo. Hata kanisa wanajihoji, kwa nini uamsho haupo? Kwa nini zile nguvu hatukuwa nayo waliokuwa nayo kina Petro? Kwa nini miujiza zimepungua? Je, Roho Mtakatifu haipo? Je, Roho Mtakatifu wa leo ni tofauti na wa mitume? Ni tofauti na ya wakati wa mwisho wa mwaka 1900? Hapana. Ni yule yule. Tatizo kubwa, tunashindwa kwenda na kanuni ya kimungu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu unalenga watu kubeba habari njema. Lakini tunapokuingia kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, badala ya kubeba habari njema na kuwapelekea watu habari njema, tunakwenda mashambani, tunakwenda kwenye biashara, tunakwenda kwenye majukumu yetu, tunaishia humo. Muda wa kuomba hatunayo, muda wa kushuhudia hatunayo, muda wa kubeba habari hizo njema na kuwapelekea wanyenyekevu hatuna. Sasa inakosa maana. Unapewa ufanyaji. Matokeo yake watu wanatumia Roho Mtakatifu sasa kuwa silaha ya kuwadanganya watu na kuwapokonya watu hata fedha zao. Leo watu wanatumia nguvu hizo vibaya. Ndio maana watu wanauza maji, wanauza chumvi na vitu vya ajabu na mafuta zinauzwa. Wanatumia nguvu hizo vibaya. Lakini Yesu alishawahi kuonya mapema, mmepewa bure, toeni bure. Hiyo ndio Biblia. Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Yesu asifiwe. Wangapi wanampenda Yesu? Piga Yesu makofi na kelele. Kwa nini uamsho unakosekana? Shida kubwa ni kwetu sisi tunaposhinda kubeba majukumu ya kupeleka habari njema. Petro, Isaya anasema, mimi nimemimina mafuta, mimi Roho ya Mungu kwa juu yangu kuwapelekea watu habari njema. Na Yesu wakati wa hotuba yake katika Injili zile 4 anazungumza, Roho ya Mungu juu yangu kuwapelekea wanyenyekevu habari njema. Yesu mwenyewe alihubiri hiyo. Na kwa nini Yesu alifanya miujiza mikubwa?
alishindwa hata kuwaombea watu na kuwawekea mikono, na badala yake kivuli chake tu akipita watu wanaponywa na kufunguliwa. Kwani alibeba habari njema. Alitumia ubatizo huu wa Roho Mtakatifu kwa kusudi lake. Na Mungu ni mwaminifu. Ukilibeba kusudi lake, ubatizo huu itatoa matokeo makubwa katika maisha yako. Kabisa. Sisi tunamuona shemasi wa kanisa, kati ya mashemasi wale 7, Filipo. Filipo ni shemasi. Ni kiongozi mdogo katika kanisa. Ni kiongozi mdogo katika kanisa. Shemasi ni kiongozi mdogo sana katika kanisa. Lakini huyo shemasi ambaye ni kiongozi mdogo kwenye kanisa, alipofika Samaria, mji ambao ulikuwa unatawaliwa na wachawi, alisimama kuhubiri Injili, kunena Injili, kunena habari njema. Na kwa kuwa Roho wa Mungu alikuwa juu yake, amepokea ubatizo huo. Biblia inasema kwamba alikusanya mji wa Samaria, na mmoja waliotubu na kumwamini Yesu ni Simeoni aliyekuwa mchawi. Watu walishangaa. Watu waliponywa, vipofu waliona, viwete walitembea, miujiza mikuu ilifanyika, na aliyekuwa anafanya shemasi si kiongozi mdogo sana huyu. Lakini Mungu alimtumia Samaria, alikamata mji mzima wa Samaria, na miujiza ilitokea. Watu waliponywa. Mungu haangalii cheo ulionayo, anaangalia unabebaje ubatizo huu wa Roho Mtakatifu. Mwambie rafiki yako, unaubebaje ubatizo huu wa Roho Mtakatifu? Je, umebatizwa? Na kama umebatizwa, unaubebaje ubatizo huu? Kusudi lake ni kupeleka habari njema kwa wanyenyekevu, ili wapate kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hiyo ndio kusudi kubwa la Mungu. Na kama kanisa tungelibeba kusudi hilo, hatupungukiwi na nguvu hiyo, hatupungukiwi na uamsho, hatupungukiwi na vipawa, hatupungukiwi na karama, hatupungukiwi na ujazo wa Roho Mtakatifu hata kidogo. Maana tunautumia kama ilivyokusudiwa na Mungu. Ipo namna hiyo. Na wote waliofanya hivyo, Mungu amewasaidia. Kusudi la pili, kuwaganga waliovunjika moyo. Sasa hii inakuja ni ujenzi wa kanisa. Kuwaganga, kazi ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kama umebatizwa Roho Mtakatifu, lazima tuone unawaganga waliovunjika mioyo. Kuwaganga waliovunjika moyo. Ninapozungumzia kuwaganga, maana yake ni kuwaponya, kuwatibu. Ndugu aliyekata tamaa, ndugu aliyeanguka kiroho, ndugu aliyeanguka dhambini, ndugu ambaye amekata tamaa, ndugu ambaye amevunjika, hana jinsi hata kumwacha Yesu, ameamua kumwacha Yesu. Yule aliyejazwa, aliyebatizwa Roho Mtakatifu, anafanya kazi ya matibabu. Kuganga waliovunjika mioyo, kazi ya matibabu. Anashughulika na mtu, anashughulika kumsaidia aliyevunjika moyo, aliyejeruhiwa na adui, aliyekata tamaa katika imani, aliyekata tamaa kwa kazi ya Mungu, aliyekata tamaa kuimba, aliyekata tamaa kuhubiri, aliyekata tamaa kuomba, aliyekata tamaa katika unabii. Anaganga mpaka anarudi mahali pake. Hiyo ndio kazi ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kusudi kuu la ubatizo ni kubeba habari njema. Kusudi kuu la pili, kuwaganga waliovunjika moyo. Mungu anawajua kwamba katika kundi lake wako ambayo watajeruhiwa na adui, watavunjika moyo, wataacha imani, wataacha huduma. Nani mwenye kushughulika? Yule aliyebatizwa na Roho Mtakatifu. Jukumu lake kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatia moyo ili warudi kanisani, kuwatia moyo ili warudi
kuwatia moyo ili wasimame kwenye imani. Hiyo ndio kazi ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sio kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni kitu kingine. Lakini kazi tu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu ilikuwa hiyo, kuwatia moyo waliovunjika moyo, kuwaganga waliovunjika moyo. Kazi ya ubatizo ya Roho Mtakatifu. Wote waliobatizwa na Roho Mtakatifu, wote waliopokea nguvu hiyo, wanashughulika kubeba habari njema, kuhubiri wanyenyekevu, kupokea habari njema, lakini pia wengine wao wanashughulika kuganga waliovunjika moyo. Na ndio maana Mungu ameandaa jeshi lake. Wako wanaosimama kuhubiri hadharani, wako ambao hawawezi kuhubiri hadharani, lakini shughuli zao kuganga waliovunjika moyo. Ukienda hospitalini pale, kuna mganga, kuna nesi, na kuna wanashughulika kwenye maabara. Lakini katika waganga pia unakuta kuna madaktari bingwa wa mifupa, wa ubongo, lakini wengine pia hawawezi kushughulika na ubongo, lakini hawawezi kushughulika, na wengine pia wanashughulika kushona majeraha, wengine pia kusafisha vidonda. Kusafisha nini? Vidonda. Kazi yao ni kusafisha vidonda. Kusafisha vidonda tu, wanashughulika kusafisha vidonda na kuweka dawa. Tulia. Unaona madaraja haya ndani ya kanisa, wako watu ambao wana uwezo. Mungu amewapa neema ya kubeba habari njema kwa watu wote, lakini wengine wamepewa kuwaganga waliovunjika mioyo, kushona majeraha, kusafisha vidonda, kutibu vidonda, kuwasaidia na kuwarudisha wale waliokata tamaa. Shughuli ya Roho Mtakatifu hiyo kanisa. Hiyo ndio kazi kubwa ya Roho Mtakatifu kanisa. Jambo lingine, kuwatangazia mateka kuwa huru. Hiyo sasa inaambatana na ile kuhubiri habari, kuwatangazia nini? Mateka. Wako watu waliotekwa na wanaishi mateka. Nani aliyewateka? Adui wa Mungu amewateka watu wa Mungu na wamewaweka vifungoni watu wa Mungu. Lakini kazi ya aliyebatizwa na Roho Mtakatifu, shughuli yake kuwatafuta waliotekwa, kuwatafuta waliotekwa. Ni kazi ya wanajeshi. Kuna wanajeshi wanashughulika na shughuli hiyo. Kuna vitengo ambayo vinashughulika na waliotekwa tena jeshi. Si wote wanashughulika na waliotekwa. Wanashughulika na waliotekwa na wanawarudisha, wanapokonywa kwa mikono ya waliowateka na kuwarudisha kuwa huru. Kwa ni kazi ya kanisa tunapobatiza Roho Mtakatifu kuhakikisha watu waliotekwa, kuwarudisha kutoka matekani, kuwatangazia huru waliotekwa. Watu wametekwa na shetani. Hata kanisani tuna watu waliotekwa, wanaishi matekani, ingawa wanaabudu, lakini wako kwenye mateka. Adui amewakamata. Kuna vitu vingine ambavyo Mkristo yuko kanisani hafai, lakini yupo. Wengine tuwagusa, tunajagizwa hapo kanisani, ni dhambi kwake. Anasikia unamuonea. Hiyo ni mateka.